40 za ujanja na uhuni zilifikia kikomo siku hii kwa vijana hao watatu ambao tamaa yao ya kupata vya haraka ilikwenda mrama na kuwageukia. Kisa na maana, leo asubuhi niliamuka kufanya kazi yangu ya shamba. Halafu baadaye nikaona gari imekuja kwa gate yangu. Kwa hiyo gate sasa mama naye akaniita kwa shamba, nikakuta kuna mtu alikuwa anaongea na yeye. Huyu mtu alikuwa amenipigia simu jana siku ya Jumatatu hata anataka mawe. Sasa nilikuta wakiongea na mama kuhusu vile angenunua mawe. Mazungumzo ya kuuza na kununua mawe yaligeuka na mzee huyu kujipata mateka katika gari la vijana hao waliokuwa wameshaanza safari ya kumficha na kukataa kumwachilia hadi pesa zilipwe. Nilichukua mzee akaniambia ati nimpeleke ID na simu ilikuwa nyumbani. Sasa wakati alinipigia nikasikia vile ameniongelesha, nikaona ako kwa shinda. Sasa sikumuuliza maswali, nikaambia watoto wamehajakiwa. Sasa juu dhamiri iliniambia. Sasa wakati alinipigia simu, nikampigia simu nikamuuliza na hiyo vitu yako iko wapi? Akaniambia niangalie kwa makoti yake. Sasa tukatafuta, tukapiga hiyo simu, nikamwambia nimepata, akaniambia nimpeleke, alafu akaniambia nisimpeleke, nitafute boda impeleke. Sasa mimi nikaona sitaachwa nyumbani, juu nimeona ni hatari. Nikapanda gari, nikaenda pahali alikuwa ameniambia, na siku anataka kuonekana sana. Mzee Agostine anasema kwamba vijana waliomteka nyara walikuwa na silaha kali kama vile visu na rungu walivyotishia kuvitumia ikiwa atakataa kutimiza walichokitaka. Ndio baadaye tukawapebeleza, tukaenda mpaka kutoka Kifuja, tukarudi mpaka Sachangwan. Sachangwan akaniambia fanya hivi, nikamweleza ile njia rahisi. Ni mimi niitishe kadi, ATM card ya Equity na kipande ndio niweze kutoa pesa. Sasa wakakubali. Ndio wakanipatia na tukapigia my wife. Tukampigia simu na hiyo simu nilipatiwa. Mwishowe jamaa hawa walikamatwa na mzee kuokolewa. Kinachosubiriwa sasa ni uchunguzi kukamilika na washukiwa kufikishwa mahakamani. Leila Mohamed, QTV.